Chama, habari yako? Salama, mambo? Safi sana. Kwanza hongereni kwa aina ya mchezo ambayo umeonyesha leo. Tuambie ushindi huu na alama hizi zina tafsiri gani kwenu kama wachezaji? Cha kwanza tumshukuru Mungu kwa kupata ushindi leo. Nahisi matokeo haya yametupa furaha kama wachezaji. Nahisi ni muda mzuri na mashabiki na wao wawe na furaha. Kwa kweli tumeteleza msimu huu kwenye CAF, lakini ndio hivyo, tumshukuru Mungu. Alafu kingine naweza tu kuambia mashabiki wafurahi kwa sababu ushindi ni ushindi na tutaendelea kupambana kwenye mechi zijazo. Na tena hii mechi tulikuwa nyumbani, kwa hiyo kwa sababu tumepata ushindi inatupa motivation kama wachezaji, kama timu kuendelea kwenye mechi zenye zinafuata. Bila shaka mara baada ya kutoka kwenye michuano hii, hesabu sasa zimerejea kwenye ligi, focus imehamishwa kwenye ligi, na kiu ya mashabiki wengi kwanza wamefurahi kukuona umerejea Msimbazi, lakini kiu kubwa ya mashabiki ni kutamani wachezaji wao wa Simba wakienda kupindua ama kugeuza ile tunaita uteja kwa upande wa Young Africans, mnakwenda kukutana nao machi moja. Hiyo ndio kiu kubwa ya mashabiki. Kauli yako ni ipi kama mchezaji? Nahisi sisi muhimu ni kuchukua kila mechi after match. Nahisi sasa hivi ni muda sio sahihi kuongea kwenye mechi ya Yanga kwa sababu kabla ya Yanga hapa tuna mechi nyingi. Kwa hiyo itafika muda tutaongea kuhusu mechi hiyo. Muhimu ni kuendelea kupambania timu, kuendelea kupata ushindi, alafu tutaona kwa sababu nahisi objective ni kufanya vizuri kwenye ligi ili tuendelee tena na turudi kwenye CAF Champions League tena msimu ujao. Ni funzo la namna gani sasa mmeondoka nalo mara baada ya mechi hii kutamatika? Nahisi kuna vingi vya kujifunza. Moja yapo ni yenye muhimu sana ni kumaliza mechi kwenye wakati, kwa sababu naona mechi nyingi tunakuwa tunapata nafasi ya kufunga lakini tunakosa, na sometimes tunapata chance ya kushinda alafu tunakosea tena labda, alafu tunapoteza points. Kwenye mechi kama hizi za kimataifa ziko tofauti kidogo kwa sababu tunacheza na timu zenye upinzani mzuri, kwa hiyo na sisi tunatakiwa tuwe tu makini na kupambana zaidi.